lakini yeye ni katibu wetu mzuri wa idara hii kubwa sana ya vijana hapa kanisani. Na Mungu anamtumia sana katika kuwafikia na kuwagusa vijana. Na huyu si mwingine ni Mr. David Sima. Wakati anafika kutuletea neno la Bwana, basi makofi mengi sana na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa siku ya leo ambaye amenipa upendeleo kusimama mbele yenu. Naomba nimshukuru Mungu kabla ya kuendelea. Mungu asante kwa saa hii njema na muda mzuri ninapoenda kuleta neno lako mbele ya watu hawa. Mungu kanitumie kama chombo tu, kaniongoze niweze kutoa lile neno ambalo umelikusudia, na watu wako wakalisikie na kulielewa na kwenda kulitendea kazi. Katika jina la Yesu naomba, amen. Ninamshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii. Ninamshukuru Mungu ameniwezesha na kunipa kibali cha kusimama mbele yenu. Lakini pia nimshukuru baba yangu askofu na mchungaji wetu Barnabas Mtokambali kwa kunipa nafasi ya kuruhusu kusimama mahali hapa. Lakini pia nisache kumshukuru na mama yetu, Mama Gladmary Mtokambali. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia niwashukuru wachungaji wote na baraza la wazee kwa kunipa nafasi na kuruhusu niweze kusimama mbele ya kanisa mahali hapa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Somo letu la leo, kama ambavyo tunafahamu, ni wiki ya idara ya vijana, na leo ni kilele cha wiki ya idara ya vijana. Somo letu linasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Na maandiko haya yanapatikana kwenye kitabu cha Zaburi 60 mstari wa 12a. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mwandishi wa Zaburi, wakati anaandika Zaburi hii, ambaye ni Daudi, aliandika Zaburi hii wakati Israeli inapitia kwenye vita. Wakati Israeli anapigana na mataifa makubwa mawili. Wakati huo Israeli walikuwa kama vile wanajiona ni dhaifu, kama vile walikuwa hawana nguvu. Lakini Daudi akasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Licha ya kwamba alikuwa anapigana na majeshi makubwa, licha ya kuwa alikuwa anapigana na majeshi ambayo yalikuwa yamejipanga, lakini yeye alimtazama Mungu akasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Na Mungu alimpigania akaweza kushinda vita vyote hivyo. Nini maana ya msaada? Nafikiri ulishawahi kupokea msaada. Sidhani kama kuna mtu ambaye hajawahi kupokea msaada. Kila mtu hapa kuna namna alishawahi kupokea msaada. Kwa mtu fulani, kwa jirani yake, kwa ndugu yake. Sasa nini maana ya msaada? Msaada, neno msaada lina maana ya kupokea nguvu kutoka kwa chanzo kingine. Kupokea nguvu kutoka kwa chanzo kingine ili kufanikisha jambo fulani ambalo peke yako huwezi au ingekuwa ngumu sana kulifanya. Kwa hiyo msaada ni kupokea nguvu kutoka kwenye chanzo kingine kukusaidia wewe kwenye jambo ambalo ingekuwa ni ngumu kulifanikisha kwa akili zako peke yako. Sasa kwa msaada wa Mungu, sisi msaada wetu ni Mungu. Sosi ya nguvu zetu ni Mungu. Manake chanzo cha nguvu zetu ni Mungu. Mungu ndiye anatuongezea nguvu pale ambapo tunakuwa tunahitaji msaada wakati wa shida, wakati wa nyakati ambazo ni ngumu. Msaada wetu pekee ni kwa Mungu. Waamini wote, msaada wetu ni Mungu. Hatuna msaada mwingine isipokuwa ni Mungu.
Neno hili linaonyesha matokeo ya kumtegemea Mungu, kwamba kinachoshindikana kwa mwanadamu kinakuwa rahisi kwa msaada wa Mungu. Nini maana sasa ya kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu? Ukisema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yake ni kwamba ni kauli ya imani ya kwamba hakuna kitu kinachoshindikana mbele za Mungu, na Mungu ndiye chanzo cha ushindi. Ni kauli ya imani kwamba hakuna kitu kinachoshindikana mbele za Mungu, na Mungu ndiye chanzo cha ushindi. Sisi wote hapa, Mungu ndiye chanzo cha ushindi wetu. Mungu ndiye chanzo cha kufanikiwa kwetu. Mungu ndiye chanzo cha sisi kuendelea mbele. Lakini pia ni kauli ya matumaini kwamba ndoto, malengo na mipango yako itafanikiwa kwa msaada wa Mungu. Malengo yako, ndoto zako, mipango yako haitafanikiwa kama hautamtegemea Mungu. Lakini ndoto zako, malengo yako, mipango yako yote unayoipanga itafanikiwa kama utamtegemea Mungu. Sisi kama vijana tunayo malengo makubwa, maono makubwa. Haya yote hayawezi kutokea kama hatutamtegemea Mungu. Sisi kama kanisa, kama hatutaweza kumtegemea Mungu, bado hatutaweza kutenda mambo makubwa. Lakini pia msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu tunatenda makuu, maana nyingine ni ishara ya unyenyekevu. Ni ishara ya unyenyekevu kwamba mafanikio yetu si kwa nguvu zetu binafsi, bali kwa msaada wa Mungu. Manake mtu anayesema kwa msaada wa Mungu atatenda makuu, manake huyu mtu ana unyenyekevu. Si kwamba ana nguvu, si kwamba ana uweza, lakini anaamini kwa msaada wa Mungu itafanya nini? Makubwa. Manake huyu mtu ni mnyenyekevu. Tutaangalia silaha 5 za kutenda makuu kupitia msaada wa Mungu. Silaha 5 za kutenda makuu kupitia msaada wa Mungu. Na silaha ya kwanza ni neno la Mungu. Silaha ya kwanza ni neno la Mungu. Mtu yoyote yule ambaye anategemea msaada wa Mungu, mtu yoyote yule ambaye anasema kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makubwa, mtu huyu lazima awe analitegemea neno la Mungu. Lazima mtu huyu awe ni msomaji wa neno la Mungu, kwa sababu sisi kama waamini, mwongozo wetu ni neno la Mungu. Msaada ambao unauhitaji utaupata kulingana na neno la Mungu linasema vipi. Kwa hiyo ukitaka msaada wa Mungu, lazima uwe ni msomaji wa neno la Mungu. Lazima uwe ni mtu ambaye unajua kuliishi neno. Unapaswa kuwekeza katika neno, kwa sababu wewe nguvu zako ni Mungu, si mwanadamu yeyote. Kama nguvu zako ni Mungu, lazima uweze kusoma nini Mungu anasema juu ya maisha yako kupitia Biblia. Manake Biblia hii imeandika kila kitu. Nini Mungu akutendee, ahadi za Mungu, baraka za Mungu zote zipo humu ndani. Maana yake sasa, ili wewe uweze kupokea mambo hayo makubwa, unapaswa kuwa na silaha ya neno la Mungu. Hata kama uwe ni muombaji kiasi gani, hata kama uwe unafunga kiasi gani, kama hauna neno la Mungu, bado hautaweza kushinda, bado hautaweza kutenda mambo makubwa. Kwa hiyo lazima uwe ni msomaji mzuri wa neno la Mungu. Fungua Zaburi 119 na ule mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105, Biblia inasema, neno lako ndilo taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno la Mungu ndiyo taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Maana yake nini? Mtu mwenye neno la Mungu ataisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake. Maana yake ukiwa una neno la Mungu ndani yako, Mungu ataweza kusema na wewe kirahisi na utamuelewa. Yule ambaye ni msomaji wa neno la Mungu
Ni rahisi kumsikia Mungu kuliko mtu ambaye sio msomaji. Sasa wewe msaada wako si ni Mungu? Kama msaada wako ni Mungu, maana yake unapaswa kuwa msomaji wa neno na kuliishi neno likae moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini silaha ya pili ni utii. Silaha ya pili ni utii. Ukishasoma neno la Mungu unapaswa kulitii. Ukilisoma neno la Mungu na usipolitii, maana yake ni kazi bure. Unapaswa kutii nini neno la Mungu linasema, nini watumishi wake wanasema, kwa sababu Mungu anasema pia na watumishi wake. Ni sawa na hapa nazungumza na wewe hapa kwamba nimesema neno la Mungu ni la muhimu. Ili uweze kutii neno, manake baada ya hapa ukienda nyumbani unasema leo tumefundishwa kwa habari ya kusoma neno la Mungu ili tupate msaada wa kimungu. Unaanza kutendea kazi. Ila ukifundishwa na usipotii, bado hautaweza kutenda mambo makubwa. Kwa hiyo unapaswa kuwa na utii, kutii maagizo ya Mungu, kutii sauti ya Mungu. Mungu anapozungumza na wewe kwa habari ya jambo fulani, unapaswa kutii. Mara ngapi Mungu amezungumza na wewe na haujatii? Hebu jiulize, ni mara ngapi? Kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, anazungumza na mioyo yetu. Vita nyingi za Daudi alizopigana na majeshi makubwa na maadui zake, aliweza kushinda kwa sababu alitii. Na tunaona wakati anaandika Zaburi alikuwa anapigana na majeshi makubwa, aliweza kushinda kwa sababu alikuwa ni mtii. Usipotii na kufuata nini Mungu anasema, bado msaada wa Mungu utabaki tu kusikia, kwa sababu wenzako wanafundishwa, wanaenda wanatendea kazi. Wewe unafundishwa, ukitoka pale unayaacha yote hapa. Ukifanya hivyo hautaweza kuleta matokeo makubwa na hautaona matokeo kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapaswa kuwa mtii. Isaya 1:19 Biblia inasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini jambo la tatu ni kuwa na imani. Kuwa na imani. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waebrania 11:6. Lazima uwe na imani ili msaada wa Mungu uweze kuwa kwako, ili uweze kutenda mambo makubwa. Mungu hapendezwi na mtu ambaye hana imani. Haiwezekani kumpendeza Mungu usipokuwa na imani. Ni kwa nini unafikiri utashindwa kumpendeza Mungu kama hutakuwa na imani? Kwa sababu utakuwa na shida, utakuwa na jambo, unaenda mbele za Mungu, unamuomba Mungu, naomba unisaidie hili jambo. Lakini sasa Mungu anakuangalia, hauna imani. Maana yake kama hauna imani, utashinda kupokea yale mambo makubwa. Lazima kile ambacho unakiomba ukiamini kwamba tayari nimekwisha kukipokea. Hata kama hujakiona, unapaswa kuamini. Hivyo ndivyo Mungu atapendezwa na wewe. Kwa hiyo haijalishi unapitia hali gani, unapitia jambo gani, ila wewe jambo la msingi, omba lakini uwe na imani. Usipokuwa na imani ni bure. Ni bora usimtegemee Mungu, kwa sababu Mungu anataka watu ambao wana imani. Imani ambayo akikwambia, mwanangu ondoka, hauna pesa, lakini nenda sehemu fulani kafanya hivi na hivi, unaenda kwa sababu unamwamini Mungu. Lakini pia silaha ya 4 ni kufunga na kuomba. Hii ni silaha muhimu sana. Huwezi kusema msaada wako ni Mungu na wakati wewe haujui kufunga wala hujui kuomba. Tangu Januari mpaka Disemba unakula tu, hujawahi kupumzika. Hebu jiulize, tangu Januari mpaka Disemba, tunakaribia sasa hivi kumaliza mwaka, umefunga mara ngapi? Je, mifungo ya kanisani tu ya Ijumaa unafunga hata mara moja kwa wiki? Wewe unafunga mara ngapi? Unahitaji, unajua, unasema nahitaji msaada wa Mungu. Wewe unahitaji msaada wa Mungu, ni mara ngapi unamuomba Mungu? Hivi kweli tunakuwa wavivu
hata kumuomba Mungu. Yaani una shida na bado unaona aibu kumuomba Mungu. Bado mtu anakwambia, unajua mimi sijui kuomba. Hivi una shida na hujui kuomba? Umekutana na mtu ambaye ana msaada wako. Maana yake umekutana na mtu ambaye ana vitu vyako vyote. Mungu si ana mali zetu zote, ana vitu vyetu vyote. Sasa umekutana na mtu, ni sawa na umekutana mfano na baba, umekutana na rais labda, unakutana naye, unaambiwa omba lolote, afu mtu anasema sijui niombe nini, na wakati ana shida. Kwa hiyo ni jambo la ajabu na la kustaajabisha sana pale ambapo muamini atasema hajui kuomba, hawezi kuomba hata dakika 2, anasema hawezi kuomba. Lakini ukimuuliza una mahitaji mangapi, anaweza kukuandikia mahitaji zaidi ya 10. Lakini huyu mtu eti hawezi kuyapeleka mahitaji yake 10 kwa Mungu. Si ni jambo la kushangaza? Kwa hiyo lazima ujue kufunga na kuomba. Sio tu kuomba, lazima ujue kufunga. Kuna siku unauambia mwili, hakuna kula, hakuna kunywa, leo naenda mbele za Mungu. Sio tu kutafuta msaada, bali kujenga ushirika na Mungu. Kwa hiyo lazima ujue kufunga na kuomba. Hiyo ni silaha ya muhimu. Kwa hiyo usibaki kusema mimi msaada wangu ni Mungu, lakini Mungu anataka uchukue hatua. Zaburi ya 50:15 inasema, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Zaburi ya 50:15. Lakini pia jambo la 5, silaha ya 5 ni kuishi maisha mbali na dhambi. Kuishi maisha mbali na dhambi, maana yake unapaswa kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Wewe msaada wako ni Mungu. Sisi msaada wetu ni Mungu. Mungu anasemaje? Unahitaji msaada kwa mtu fulani, lazima utafuata maagizo yote. Nini huyo mtu anasema, si ndivyo? Mimi nahitaji msaada wa kuonana labda na niingie ofisi fulani, na hiyo ofisi nasema ili niweze kupata msaada napaswa kufika saa 2 kamili asubuhi. Mimi nikienda saa 4, maana yake tayari nipo nje ya msaada wangu. Kwa hiyo sasa wewe unahitaji msaada wa Mungu. Mungu anasema maisha yako yanapaswa kuwa safi, maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Lakini bado una michanganyo. Na huyu mtu anakuambia nahitaji msaada wa Mungu. Anaenda kwa mchungaji, lakini mchungaji akimuuliza maisha yake mchanganyo huo, ni saa ngapi utamsikia Mungu? Saa ngapi Mungu akikuita akikwambia, mwanangu, lile jambo ambalo ulikuwa unaliomba nenda pale kalipokee? Saa ngapi utalipokea? Na wakati ndani yako maisha ya dhambi bado unawaza uharibifu. Tupo kweli, sisi tunasema tumeokoka, ni waamini, lakini bado kuna michanganyo tu. Kwa hiyo unapaswa kuishi maisha ambaye ni matakatifu, maisha yasiyo na dhambi. Petro wa kwanza 1:15, Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Petro wa kwanza 1:15. Nisikilize, usitegemee msaada wa mwanadamu. Usitegemee msaada wa nani? Wa mwanadamu. Sisi msaada wetu ni nani? Ni Mungu. Msaada wa mwanadamu una mipaka. Msaada wa mwanadamu una mipaka. Msaada wa mwanadamu ni wa muda mfupi. Leo anaweza kukusaidia, kesho asikusaidie. Msaada wa mwanadamu mara nyingine hutolewa kwa masharti. Unaambiwa njoo na ng'ombe mwekundu, utaambiwa njoo na kuku mweupe. Msaada wa Mungu una masharti. Usitegemee msaada wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapaswa kuwa na msaada wa Mungu pekee, kwa sababu ukimtegemea mwanadamu mwisho wa siku atakuangusha. Ukimtegemea mwanadamu mwisho wa siku hautaweza kupiga hatua, kwa sababu mwanadamu yeye anatoa kwa masharti, anatoa, anaangalia atanufaika kitu gani kwako. Kama hana cha kunufaika, muda mwingine hawezi kukusaidia. Lakini ukiwa na msaada wa Mungu, Mungu yeye msaada wake ni wa milele.
Msaada wake hauna masharti. Kwa hiyo ndugu yangu, natamani uondoke mahali hapa ukiwa na imani ya kwamba Mungu ndiye msaada wako na atakupigania, atakushindia kwenye mahitaji yako, kwenye shida zako, atakusaidia. Haijalishi unapitia hali gani ngumu, haijalishi unapitia mambo gani ambayo ni magumu. Nafahamu huenda una mambo ambayo ni magumu, mambo yamekubana, mambo hayaendi, lakini weka msaada wako kwa Mungu. Msaada wa mwanadamu hautaweza kukupa hatua yoyote. Msaada wa mwanadamu una majungu. Atakusaidia leo, kesho anakusema kwa rafiki yake. Atakusaidia leo na kesho unasikia, yule mimi nilimsaidia. Kwa hiyo weka msaada wako kwa Mungu. Maana msaada wa Mungu ni wa milele, thabiti, ni wa kipekee, hauna kikomo. Na tusome Zaburi 125 mstari wa kwanza. Fungua Zaburi 125 mstari wa kwanza. Biblia inasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika, wakaa milele. Yeyote ambaye anamtegemea Mungu, yeyote ambaye anamtumaini Mungu, ni kama mlima Sayuni, hatatikisika. Maana yake nini? Ukimtegemea Mungu, ukiweka imani kwa Mungu, atakusaidia. Hautayumbishwa wala kutikiswa na jambo lolote. Tuangalie sasa, nifanye nini ili nipate msaada kutoka kwa Mungu? Nifanye nini ili nipate msaada kutoka kwa Mungu? Jambo la kwanza, mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. Mtegemee Mungu kwa moyo wako wote. Mistari 3:5 hadi 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Maana yake, usijaribu kutatua mambo kwa nguvu zako au akili zako pekee. Mtegemee Mungu kwa imani na uaminifu, naye atakuongoza. Usiwe na tumaini lingine isipokuwa Mungu pekee. Yeyote anayemtegemea Mungu hawezi kuangushwa. Daudi anasema alikuwa kijana mpaka anakuwa mzee, hajawahi kuona Mungu akimwacha mwenye haki wake. Hakuna mtu ambaye aliweka tumaini kwa Mungu na Mungu akamuangusha. Nisikilize, huenda upo hapa lakini bado una mashaka, una wasiwasi, bado haumwamini Mungu. Siku nyingine upo kwa waganga wa kienyeji, siku nyingine umeenda huku. Nataka nikwambie, amua na wekeza 100% kumtegemea Mungu. Ukimtegemea Mungu hatakuangusha. Mimi nakwambia, watu wanaenda kwa waganga, wanaenda huku na huku, wanateseka, lakini mwisho wa siku anakuambia, katika hayo yote bado sikupata msaada. Anaamua kurudi kwa Mungu. Kwa sababu gani? Msaada wa Mungu ni msaada wa milele. Amua kumtumaini Mungu kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe, wala usitegemee msaada mwingine. Ukimtumaini Mungu, Mungu atakutendea mambo makubwa. Lakini pia jambo la pili, omba kwa imani bila kukata tamaa. Fungua Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Hapa ilikuwa ni Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Na ukiendelea hapo chini, utaendelea kusoma nyumbani, ilikuwa ni mfano. Huyu alikuwa ni kazi au hakimu, alikuwa na mjane. Hakimu na mjane. Huyu mjane alikuwa anadai haki yake kwa hakimu. Huyu mjane akawa anaenda kwa hakimu mara kwa mara kudai haki yake. Anamwambia hakimu, nimefuata haki yangu, nimefuata haki yangu, bila kuchoka. Aliendelea kwenda kwa hakimu bila kuchoka. Huyu mjane alikuwa hana kitu. Aliendelea kwenda kwa Mungu bila kuacha. Aliendelea kwenda, anamwambia hakimu, nahitaji haki yangu.
nahitaji jambo langu. Lakini baadaye huyu hakimu alichoka. Akasema huyu mtu mbona kila siku ananifuata? Mbona huyu mtu hachoki? Akaamua tu kumsaidia, akampa haki yake. Sasa mfano huu Yesu anawaambia kama tu mtu ambaye alifuatwa mara kwa mara akaweza kutoa ile haki ya yule mjane, sembuse Mungu. Maana yake sasa, kama ukimwendea Mungu mara kwa mara bila kuchoka, Mungu atakupa hilo ambalo unalitegemea. Mungu atakupa lile ambalo unalihitaji. Mungu atakupatia msaada. Kwa hiyo usichoke kumtafuta Mungu. Watu wengine ni rahisi, wanavunjika moyo. Ameomba leo, amefunga siku 2 siku 3, hajajibiwa. Anakuambia, mimi nimeomba sana, nimeamua nisiende kanisani. Watu wanazira hadi kuja kanisani. Anamziria Mungu kwa sababu Mungu amechelewa kumjibu. Kwa sababu Mungu hajamjibu, anasema mimi siende tena kanisani. Kwa hiyo ndugu yangu, usikate tamaa. Katika lile ambalo unamtegemea Mungu, katika lile ambalo unasema msaada wangu ni Mungu, liombe leo, liombe kesho, usikate tamaa. Lakini ukisoma Yakobo 5:17, Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Aliomba kwa bidii kwamba mvua isinyeshe, nayo haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Sikiliza Yakobo anavyosema. Elia alikuwa nani? Mwanadamu kama sisi, hakuwa malaika. Alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini akasema aliomba. Kwa nini? Kwa bidii. Kwa hiyo kumbe kuna kuomba na kuna kuomba kwa bidii. Kwa maana yake, kama ulikuwa unaomba sasa, nenda katie bidii kidogo, nenda kaongeze bidii, nenda kaongeze siku zaidi, nenda kafunge zaidi, nenda kaombe zaidi, na Mungu atakutendea yale mambo makubwa, kwa sababu sisi msaada wetu ni Mungu. Lakini jambo la 3, shukuru hata kabla ya msaada. Wafilipi 4:6-7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Shukurani ni ishara ya imani. Mungu hujibu mioyo inayoshukuru, sio mioyo ya kulalamika. Usiwe mtu wa kulalamika. Unaenda mbele za Mungu na moyo wa kulalamika. Wewe tu kulalamika, unaanza kuomba, unalalamika. Mbona mimi sijafanyiwa hiki? Mbona Mungu mimi hivi? Mbona Mungu mimi hivi? Unalalamika. Maombi yako tu ni ya kulalamika. Mungu hajibu malalamiko. Mungu anataka mtu mwenye moyo wa shukurani. Hata kama hajapokea, anasema Mungu asante, ninakushukuru. Hata kabla hajaona, anamshukuru Mungu. Kwa hiyo acha kuomba kwa kulalamika. Acha kulalamika. Mshukuru Mungu hata kama jambo hujaliona bado. Wewe mshukuru Mungu. Katika magumu, katika mepesi, mwambie Mungu asante. Ukimshukuru Mungu ni tendo la imani. Maana yake jambo haujaliona, lakini unamshukuru Mungu. Unamwamini Mungu kwamba hili jambo nimelipokea. Ingawa bado sijaliona, lakini namwamini Mungu atalifanya na Mungu atakutendea. Lakini jambo lingine la 4, tenda mema kwa wengine. Tenda mema kwa wengine. Luka 6:38. Anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hiyo ndugu yangu, huenda unahitaji bado, lakini usiache kutenda mema kwa wengine. Kadri ambavyo unatoa, ndivyo Mungu anafanya kwako. Hakuna mtu ambaye anatenda mema kwa wengine na Mungu alimuacha. Hiyo ni kanuni na haibadiliki. Sio tu kwa wengine, hata kwa Mungu. Endelea kumtolea Mungu kwa bidii. Kadri ambavyo unamtolea Mungu, Mungu anafungua milango kwako zaidi. Kuna jambo lingine unaweza hata usiombe, lakini kwa sababu wewe unawatendea wengine mema, kwa sababu wewe unamtolea Mungu kwa moyo wa shukurani, Mungu anafungua milango kwako, anakubariki na baraka nyingi. Kwa hiyo ndugu yangu, katika yale ambayo unayahitaji, katika yale ambayo unayaomba,
usiache kumtegemea Mungu. Nitamalizia tu na habari ya mtu mmoja anaitwa Esther. Esther ambaye alikuwa ni mke wa mfalme. Baada ya Wayahudi kuambiwa kwamba wanaenda kunyongwa wote, wanaenda kuangamizwa wote, Esther huyu alimwambia Mordekai, utaenda kusoma mwenyewe Esther sura ya 3 na ya 4 kwa sababu ya muda. Esther baada ya kupokea taarifa hizi akamwambia Mordekai, nisikie, nenda kawaambie Wayahudi wote kona zote, katangaze kwamba kuna mfungo wa siku 3 kavu, hamna kula wala kunywa. Nendeni mkaombe, nendeni mkafunge muombe, ili nipate kibali cha kwenda kwa mfalme. Nisikilize, maana yake Esther alitambua ya kwamba yeye hana nguvu. Yeye licha ya kwamba alikuwa ni mke wa mfalme, yaani ingekuwa ni rahisi aseme hilo jambo tu mimi nitalimaliza mapema, lakini akamwambia Mordekai, nisikilize, nendeni mkafunge, nendeni mkaombe, ili nipate kibali kwenda kwa mfalme. Wakaenda wakafunga siku 3 kavu, na baada ya hapo tunaona Esther alipata kibali kwa nani? Kwa mfalme. Alikwenda kinyume cha utaratibu. Maana yake ilikuwa ili uende usikilizwe na mfalme lazima uitwe. Usipoitwa maana yake umeenda kinyume na utaratibu. Lakini Esther akaenda, na ili uonyeshe ya kwamba umepata kibali, Esther alinyoshewa fimbo. Hayo yote ilikuwa ni nguvu ya maombi. Watu ambao waliona ni kwa msaada wa Mungu tu wataweza kutenda mambo makubwa. Kwa hiyo ndugu yangu, katika mambo yako magumu, katika mahitaji yako yote, usiache kumtegemea Mungu. Usiache kumwamini Mungu. Mungu atakutendea mambo makubwa. Mungu atakushangaza. Yeyote yule ambaye anamtegemea Mungu hajawahi kuachwa hivi. Wanadamu wanaweza kukuangusha, lakini Mungu hawezi kukuangusha. Rafiki yako anaweza kukuangusha, lakini ukimtegemea Mungu atakutendea mambo makubwa. Kwa hiyo hamisha sasa msaada wako usiwe kwa wanadamu, bali msaada wako uwe kwa Mungu. Ukimwamini Mungu, hata kama ndugu yako hajakutendea lile ambalo ulimuomba, huwezi kumuona mtu mbaya, bali kwa sababu msaada wako ni kwa Mungu, utaendelea mbele. Hebu tusimame kanisa zima. Kwa hiyo muamini Mungu. Natamani uombe. Sijui unahitaji msaada gani kutoka kwa Mungu. Sijui ni jambo gani. Mimi najua kati yetu kuna watu ambao kuna mambo ambayo wanahitaji. Kuna mambo ambayo wanahitaji Mungu awatendee. Lile jambo ambalo unahitaji Mungu akutendee, hebu weka imani leo kwamba hili jambo kwa Mungu atanisaidia. Na kwa sababu kwa msaada wa Mungu tunatenda mambo makubwa, hivyo usiwe na shaka, Mungu atakutendea. Katika hilo ambalo una wasiwasi, katika hilo ambalo unaliogopa, Mungu atakutendea na atakushangaza. Na nisikilize nikwambie, usianze kumpangia Mungu njia. Unaanza kusema, sasa hili jambo litawezekanaje? Kwani wewe ni Mungu? Wewe muachie Mungu. Hata kama ni gumu vipi, yeye anajua njia zote, atalifanya vipi. Basi tumshukuru Mungu. Hebu muombe Mungu, mwambie Mungu akusaidie katika lile jambo ambalo unalihitaji. Mungu akutendee mambo makubwa na akupe haja ya moyo wako. Mungu, asante kwa saa hii njema na muda mzuri. Ninakushukuru kwa fadhili zako. Ninakushukuru kwa nguvu zako. Mtazame huyu ndugu ambaye ananisikiliza muda huu. Mungu wa mbinguni, najua liko jambo ambalo anahitaji kwa Mungu. Najua liko jambo ambalo analihitaji kwako. Mungu, kamtendee mambo makubwa. Nenda kamtendee mambo makubwa. Mungu msaidie. Mungu msaidie. Mungu kamtendee mambo makubwa. Mungu mtie nguvu, muwezeshe. Mwingine amevunjika moyo, mwingine amekata tamaa. Mungu msaidie. Mungu mtie nguvu aweze kutenda yale makubwa. Mungu msaidie asivunjike moyo, asirudi nyuma, bali aendelee mbele. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku njema leo. Wewe Mungu unastahili sifa na utukufu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Kanisa la Bwana, tuongeze makofi mengi sana na vigelegele mbele za Bwana.
kwa ujumbe huu wa baraka sana ambao Mungu ameuleta kwetu kwa habari ya msaada wake. Jamani, Bwana asifiwe. Na eneo mojawapo au silaha mojawapo ya kuona msaada wa Mungu ni kwa watii mbele za Bwana. Tunapotii mbele za Bwana tunauona msaada wa Mungu, tunaupokea. Na Mungu amesema tunapokuja mbele zake kama hivi, tuje na sadaka, tuje na zaka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unapofanya hivi unauona msaada wa Mungu. Basi wakati huu chukua sadaka yako, chukua na zaka yako. Na wakati tunatoa basi tawakaribisha wanakwaya kwa maana ya CS kwaya, watakuwa wanatupatia wimbo wakati tunamtolea Bwana. Na ukisha kuiandaa sadaka